Tukiwa bado huko katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambapo kumekuwa na vitisho kutoka nchini Marekani. Iran imeandaa zaidi ya ndege 1000 zisizokuwa na rubani za kimkakati zimeunganishwa katika vikosi vinne vya jeshi kwa amri ya Meja Jenerali Amir Hatami, kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ndege hizo 1000 zisizokuwa na rubani za kimkakati ambazo zimejiunga na vikosi vya mapigano vya jeshi kwa amri ya Meja Jenerali Amir Hatami zimetengenezwa na wataalamu wa jeshi kwa kushirikiana na Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kulingana na vitisho vipya vya uzoefu wa vita vya siku 12. Ndege hizo zimeundwa katika kategoria za uharibifu, mashambulizi, upelelezi na vita vya kielektroniki ili kuharibu shabaha maalum thabiti za kuhamahama baharini, angani na nchi kavu. Baada ya kutoa agizo la kuunganishwa ndege zisizokuwa za kivita, ndege zisizo na vikosi vya jeshi, Meja Jenerali Amir Hatami, kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema sambamba na vitisho vilivyopo mbele yao, miongoni mwa ajenda za jeshi ni kudumisha na kuimarisha faida za kimkakati kwa mapigano ya haraka na kutoa majibu makali kwa uvamizi na uchokozi wa aina yoyote. Ndege hizi zimeundwa katika mfumo huo na ni kwa ajili ya kufanya mashambulizi ya haraka wakati wowote, na hii ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba endapo serikali ya Marekani kupitia jeshi lake litaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, miongoni mwa mbinu ambazo zitatumiwa na Iran ni pamoja na kutumia ndege nyingi za kivita pamoja na makombora ya ballistic, ambayo mipango ni kuzamisha meli ya USS Abraham Lincoln ambayo Marekani kupitia rais wake Donald Trump anasema ipo mlangoni mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran inaonekana ni taifa lisilo na wasiwasi wakati huu, likiwa limejipanga vilivyo kwa ajili ya mapambano makubwa. Ni taifa ambalo kimsingi wengi wanalitazama kwa jicho lingine, wakiamini kwamba pengine ni Iran ambayo itajiingiza katika janga, lakini kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran pamoja na viongozi wengine wa nchi wanaona kwamba sasa ni wakati sahihi wa kuchukua maamuzi dhidi ya Marekani ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikitoa vitisho vikali dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Wakati huo huo, Ali Shamkhan, mwakilishi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu katika Baraza la Ulinzi la Iran, aliandika kupitia ukurasa wake wa X kwamba hatua yoyote ya kijeshi itakayofanywa na Marekani kutoka chanzo chochote na katika ngazi yoyote itatambuliwa kuwa ni mwanzo wa vita na majibu yake yatakuwa ya haraka na ya kina yasiyotarajiwa, anasema. Kadhalika, viongozi wengine wa kiserikali ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba moja kati ya namna ambavyo Iran imejipanga ni kwa ajili ya mapambano makali dhidi ya serikali ya Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitoa vitisho katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, si kwa Iran pekee lakini pia kwa mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Ni Marekani ambayo iliingilia kati kijeshi nchini Iran katika vita vya mwezi Juni baada ya Israel kuanzisha mashambulizi ambapo ilituma ndege zake za kivita na kushambulia vinu vya nyuklia vya Natanz, Fordo na Isfahan. Lakini pia ni Marekani ambayo baadaye iliamua kuachana na mpango wa vita hivyo na ikaamuru mazungumzo zaidi ya suala la nyuklia. Lakini ni Marekani ambayo ilikuja kuamua kuweka vikwazo vikali dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.